Yani nipo hoi. Ikabidi sasa pale sasa wale wabongo waliokuwa ndani wenzangu ambie bwana kama vipi njoeni mumchukue mumuingize ndani. Bwana wakaniburuta bwana. Yule jamaa sasa yule aliyokuwa anatoka damu akaondoka naye. Mimi kutokana na ile namna gani kichapo ni wakaona huyu haina haja kumpeleka hospitali, muingizeni. Kama hali itaendelea asubuhi tutakuja kwa muangalia. Kwa hiyo nikaingizwa ndani. Mimi ikabidi nilipoingizwa ndani mageti kufungwa nini, yule jamaa akaondoka naye. Mimi nikaingia chooni. Nikawa naoga sasa mwanangu. Chooni usiku hiyo mwanangu nifungulia maji nimeoga nini kule maji kidogo. Si unaelewa maji baridi kidogo. Kidogo mwanangu ndio ile kidogo najisikia ile. Lakini mwanangu mwili unauma kote. Kweli mwanangu nikajikongoja nikapanda kwenye kitanda changu. Kufika asubuhi mwanangu kulivyokucha tu. Wakaja tena wale walionipiga. Wakaja paka pale nini wakaniita pale. Kuniita nini wakanicheki wakamuita na yule kiongozi wakaambia bwana huyu vipi huyu unahitaji kwenda hospitali. Mimi tena muda huo ganzi tena ikawa imeshaniisha tena mwili wangu unajua bwana miili yetu hii. Nikamwambia haina haja kunipeleka hospitali haina haja. Sasa basi bwana tusamee bwana. Unaona maskari hao wananiomba msamaha tusamee bwana kwa sababu hatukujua. Sababu tunaelewa bwana mtu ukienda mahakamani kama ndo hakimu akikukuta umeumia tunaelewa kesi ile. Sababu mimi bado pamoja nilipo mahabusu nini lakini sijafungwa mimi. Tunaelewa. Kwa hiyo ile na haki zote mule inabidi niangaliwe. Kwa hiyo ikabidi pale mimi wale waliponisisini nikaona nimetokelea kule kweli maisha ndo akawa naendelea hivyo. Siku hiyo sasa siku ya Idi. Kesho Idi si leo ndo tunapanda mahakamani kweli bwana. Siku hiyo tunapelekwa mahakamani hiyo ndio siku ya mwisho hiyo ambayo hakimu alituambia kwamba bwana leo ndo ile kweli mwanangu kufika pale dingi ile kuniona nini dingi ananionyesha dole yani ananiambia mambo yote fresh yani kwa sababu yule wakili washamweka sawa na yule jamaa Mkenya washamweka sawa nini kweli bwana. Panda mahakamani jina letu limeitwa pale fulani bin fulani fulani bin fulani fulani bin fulani kweli. Tukasimama pale kwenye kizimba kweli mwanangu pale kesi ikaongelewa bwana mwanangu hakimu mwanangu anatupa nani rafiki yangu yani anatupa nini goaedi mwanangu bwana ile mpo huru yani hiyo siamini mwanangu yani isipokuwa sasa katika kundi letu pale ikabidi sasa yule mmoja yule ambaye hakuwa na permit ikabidi wale migration case wale nao wamkamate kwa sababu sisi tulikuwa wote tuna permit isipokuwa yeye hana. Kwa hiyo sisi tunatoka yule jamaa wakamkamata tena pale. Kumkamata ikabidi pale wampe migration case wakamchukua kwenye gari tena peleka Lindela huko. Yani huko Lindela sasa huko ndo jela ile ya watu tusokwe migration sasa huko. Yani huko zao ukileta masiala huko unakuta dege la umoja linakubeba linakurudisha Bongo. Kweli mwanangu ikabidi sasa sisi tulipotoka watatu kila mtu kivyake tena dingi tena akaniambia mwanangu twenzetu huko mzali mambo yashakuwa hivyo kila mtu saa hapa kimpango wake tena hamna cha namna gani wala namna. Yule jamaa akajikataa na wakajikataa zao na mimi nikajikataa zangu na dingi kweli mwanangu. Yule jamaa alimfaitia mwanawe akaenda akamchomoa Lindela kule akatoka. Mimi sasa ndo nikawa nipo Uswahilini sasa hiyo mwanangu nimesharudi ile cheza sikukuu siku ya pili yake. Siku hiyo sasa mwanangu ndo nimekaa bi mkubwa ninapiga simu Bongo huko bi mkubwa analalamika vile vile. Mimi kusema kweli sasa nikakaa nikasema bwana maisha ujue sometime halazimishwi ujue. Umeona maisha halazimishwi umeona kwa sababu mtu unaweza ukahangaika hapo ukakutana unapatwa na mikosi ya ajabu. Kwa hiyo usifosi. Kwa hiyo mimi nikasema moyoni yani hapa kama nitafanya tukio lakini hilo tukio nitafanya ni moja na Mwenyezi Mungu kama akinisaidia mimi ndo narudi wapi? Bongo. Ni hapa Sky. Moyoni naongea hivyo dingi sijamwambia. Bwana ndugu yangu ikawa ile mzee nafanya shughuli zangu nini lakini ile kimya yani maisha yanaenda vile vile. Kweli bwana. Siku hiyo bwana kuna jamaa mmoja anafanya biashara za kuuza bange.
anaenda anabeba mzigo Swaziland, analeta Johannesburg. Alafu anakaa kule nje ya mji Rosenville. Umeona? Alafu kuna dogo mmoja anaishi naye ghetto. Huyo Mtanzania udogo anaishi naye ghetto, huwa anamtumia nini kufanya ile kumuuzia zile biashara. Yule dogo naye sasa maisha yale nayo akashachoka. Sababu sometimes anakuja nini, bwana brother, bwana maisha, bwana kama vipi mimi nimeshachoka bwana, kama vipi bwana mimi nataka nirudi bwana nyumbani bwana. Nikamwambia basi wewe mdogo wangu wewe tulia. Akaja akanipa mchongo sasa huo. Bwana kama vipi bwana brother, yule mzigo upo bwana, kama vipi twenzetu bwana tukaupige. Mimi nikaona hapa sasa, hapa ndo hapa sasa pa kuondokea. Hiyo sijamwaga dingi wala sijamwaga mtu yote. Nikamchukua mwanangu mmoja anaitwa Kingo. Nikabidi nimwambie bwana mwanangu naye vile naye alikuwa anaishi ya kurudi vile, naye alichoka maisha ya huko bwana. Sometime jamani, msisikie mtu kasikia yuko South Africa ukaona kama yupo si wapi, naye vile maisha huko naye akashachoka. Akasema bwana mimi narudi nyumbani bwana, nitalokuwa naliwe bwana. Maana maisha yenyewe kila siku kukimbizana na mapolisi, sijui maisha yenyewe kupata hatupati kila siku. Maisha yenyewe ndio kula unakula vizuri, lakini sisi hatujaja kula hapa. Baridi kweli bwana. Tukaenda siku hiyo tukachukua mzigo mule, maana yule jamaa alikuwa akashatoka, yule dogo akaja akatutonya. Tukaenda tukachukua mzigo mwingi, chukua mzigo nini, marobota yale makubwa kabisa, tukabeba kwenye mabegi. Tukampigia jamaa tauni Johannesburg pale, kuna jamaa ndo biashara zake zile. Tukampigia tukamwambia bwana sisi tunakuletea mzigo. Kweli mwanangu, tukampelekea mzigo tena. Jamaa pale akasema bwana mimi nakuja huko kuna sehemu nitawasubiri na gari langu. Kweli mwanangu, kufika na ule mzigo, akatia mzigo ule kwenye gari, tukaenda mpaka pale mjengoni kwake, akatukeshi hela kidogo bwana, kusema kweli sio nyingi kivile, yani ilikuwa kitu kama milioni 1 hivi ya kibongo tuseme hivi, hela za kibongo. Kwa hiyo tukawa tupo ngapi sasa muda huo? Tupo watu 3. Yupo ile dogo, yupo mimi, yupo na mwanangu. Na sisi hapo tena tukaona bwana italokuwa liwe, tufike hata Bongo, tusifike hata na shilingi 10. Pote lakini tupo nyumbani. Na mimi tena nikasema bwana hapa mimi maisha bora nikakae na bi mkubwa tu, nimwangalie bi mkubwa. Sababu bi mkubwa yuko peke yake kule na maisha anavyoishi ya kulalamika. Umeona? Sometime unaweza ukawa unapata mikosi au hujui mwenyewe mikosi unaipata vipi. Kumbe sometime wazee kama hivyo mtu anapokaa na nungunika nini ndo matatizo yanapokukuta. Kwa sababu ujue siku ya kwanza tunapiga mchomoko, siku ya pili inaisha. Nikaona ipo siku unaweza hata ukapigwa nini. Kweli bwana. Wazee tunajitia wapi? Pretoria. Nimejitia Pretoria na mwanangu wote 3 kwenda kufanya nini? Kutafuta visa kusafiria ili turudi Bongo kwenye ubalozi wa nini? Ubalozi wa Tanzania. Kweli mwanangu, tumefika paka pale ubalozi wa Tanzania Pretoria. Kufika paka pale nini bwana, paka pale sasa yule jamaa yule tulompiga sasa vile vitu akaona hata si kweli. Hawa mizali mimi washanipiga kwa vyovyote, hawa lazima watakuwa wanaenda migration nini ya Pretoria kwenda kuchukua mipango ili waondoke. Yaani akawa kama katuotea yani. Ile asubuhi sisi tunafika tu pale Pretoria tu pale ubalozini. Yaani hatujafika hata pale wapo, tunapanda ngazi ndo tunaenda pale ubalozini pale, unaambiwa jamaa huyo naye pale ubalozini unaambiwa kafika. Wamekuja wawili. Kufika sasa yule ujue naye ndo hivyo, ujue Bongo ujue sometimes sisi hatunaga hata sema sijui subira sijui nini, na yule hasira ujue na hasira, unaelewa bwana, labda mzigo kauchukua mbali nini, unaelewa. Mungu anisamee bwana vitu kama hivyo, maana kweli ujue mtu unajua anahangaikia mzigo mbali anautoa huko anaruka vikwazo kibao, inakuwa so fresh, ila sometimes kumpiga kilaini inakuwa sio kabisa. Lakini ndio hivyo nisameane yani, kwa sababu hata kama ananiona naongea yani ndio hivyo, tulikuwa tunatafuta tiketi ya kurudi bwana, maisha huko sisi tuliachoka. Basi bwana mimi mwanangu nipo pale juu sasa. Yule jamaa ikabidi haja amvae yule mtoto yule pale ubalozini, unaambiwa kamvaa kamkunja kabisa, unaambiwa sababu yeye si ndo anamjua kumvaa, unaambiwa yule dogo kuku unaambiwa polisi mwanangu, unaelewa nini ubalozini fast, unaambiwa maaskari wakafika pale wakamtaiti wakatutaiti na sisi pale
Unaambiwa kweli. Kuna askari mmoja dada unaambiwa akaja pale akasema vipi, kwani akawa anaulizwa yule jamaa pale vipi. Yule jamaa sasa anajielewa, si hao wamenibia si nini, anaongea. Sasa kuongea kwenyewe ndio hivyo sasa. Anaongea lakini ile aongee hivi kwa vizuri, si unaelewa? Ajielezi kinavyoeleweka. Akaniambia mimi, bwana wewe je, mtu atuambie, maana wewe ndo mkubwa kidogo huyu unamwona. Nikamwambia bwana, kusema kweli sikilizeni jamani wazee. Huyu usimwona huyu mtoto, na isitoshe ujue huyu mtoto bado, huyu katoroka shule Tanzania huyu. Na mama yake mzazi wake mimi kila siku ananisumbua, huyu nimrudishe mwanae wapi? Nyumbani. Umeona? Huyu bwana anamtumia huyu mtoto kwenye kuuza vitu ambavyo sivyo. Umeona? Ndio kisa cha kuja hapa. Kwa hiyo anataka huyu mtoto asiondoke ili amchukue yeye akamtumikishe kwenye masuala yake ambayo sio mazuri. Kweli ujue hiyo nilipoongea hivyo ikawaingia hiyo, akaona kweli, wakimwangalia alika kumuuliza umri mdogo. Ikabidi sasa pale wale maaskari sasa yule wakampiga pingu, wakamtia ndani. Wakatuchukua sisi, wakasema kwa hiyo nyinyi mmejia kufanya nini? Kaambia sisi tumekuja kuchukua hapa templari, tunataka tuondoke. Muende wapi? Naambia tunarudi nyumbani Tanzania. Kweli mwanangu, pale ikabidi watusimamie sasa iwe zoezi la upesi sasa. Kaenda pale tukatoa chambi nini, wakatushughulikia pale payment nini, wakatugongea fresh. Ikabidi sasa pale sio watuge escort. Pale watuge escort. Wazee hao wanaambia wakatutia kwenye BMW hiyo. Wakatupigia escort kutomaga, walijua labda tunaweza wakaepo nje watu, si unaelewa, wanatusubiria huko. Ikabidi watupige escort sisi watupeleke paka Johannesburg. Na udi Johannesburg tuchukue usafiri ili tuondoke. Tunafika pale jioni hiyo, tunafika pale Johannesburg jioni. Ikabidi si pale fasta jioni ilikuwa kama saa 9 inaenda 10 hivi. Fasta si tukaenda kwenye ubalozi Zimbabwe. Tukaenda tukagonga templari zile gonga. Tukaenda paka pale stendi. Kweli ulizia magari, hakuna gari yote inaondoka pale. Hamna hata gari moja inaondoka. Sasa kwenye kuuliza kuna jamaa mmoja alikuwa na daksani yake. Huyo jamaa sasa akaniambia, bwana sikilizeni bwana, njoeni. Tukaenda tukawatatu, bwana kama vipi mnanipooza baridi tu, kama vipi usafiri hapa utuondokeni, mimi mwenyewe naelekea nyumbani Zimbabwe. Kwa hiyo mimi nitawaacha Zimbabwe, nyinyi pale mtaanza safari ya kwenda nyumbani kwenu huko. Kaona afadhali hapa tena, kwa sababu ishakuwa cheche, haina haja ya kukaa hapa. Unaweza ukaja kupigwa goroli huko, kwa sababu hujui huenda yule akamwachia kula akaja kutafuta. Si kabidi pale sasa tuchukue nini? Ile gari pale daksani, tukachukua mabredi nini, cold drink nini, tukabaibai pale nini, tukaingia kwenye ile gari, tukaanza safari. Kweli bwana. Tembea mwanangu, tembea. Dingi hapo dingi mimi ndo basi na nishaachana nayo. Hajui, yani huko mimi nishaachana nao wote, hawajui chochote. Kweli mwanangu. Mimi huyo na yoyoma hiyo mwanangu, hiyo tunaitafuta night, unaambiwa mpaka usiku mkubwa. Tunafika wapi? Zimbabwe hapo. Tunafika Zimbabwe hapo. Kwa hiyo hebu tuishie hapa leo alipofika kwenda Zimbabwe. Kwa leo tuishie hapa inshallah, alipofika kwenda Zimbabwe. Pia msisahau kusubscribe pia channel yetu ya Bap_Saif kwenye YouTube, na pia kwenye TikTok pia ni hiyo Bap_Saif. Kwa leo tunaishia hapo baada ya kwenda Zimbabwe kutoka South Africa, baada ya kumshinda maisha ya South Africa.